Basi ago erokamano mama Justina Nyango. Ago erokamano kuom biro daktari mondo obi oku kodwa kuom tho mar Albert Ojwang'. Lit miwuoro kendo lit ndi. Odade nyathi kuom min gi kod wuon gi kitero Nairobi mondo dhi onegi. Wawuoro ndi e piny ma kawuono Kenya ka. Omiyo Kenya okuyo malich kuom Albert Ojwang'. Wawuoro wajanyuola maka. Onge wach. So let me call upon Aman maybe to say a word or two. Yenauru nanyuola magwa, wuonega, minega kaachiel kod owetega mantiere ka. Amosu ni okweuru. Ne mheshimiwa kaachiel kod wende, tim mobiro ywagowa. Hello bende yeuru mondo amosu nokweuru. Nitachukua muda mfupi sana kwa kuzungumzia kile ambacho ningependa kusema kwa niaba ya familia, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya maandalizi haya, kwa sababu ni yeye katika mipango yake. Kama sisi wa Kristo tunaamini ya kwamba anaandaa mambo kama haya, kwa sababu kifo sisi sote tunaelewa ya kwamba kulingana na desturi ya Biblia na Ukristo ya kwamba kila mwanadamu atafariki, na kifariki tunasema ya kwamba ni Mungu ndiye ambaye ameifanya. Inanipeleka katika hapo mwanzo kusema ya kwamba maandalizi haya ni Mungu mwenyewe ndiye ameyafanya yawe jinsi yalivyo. Sisi kama watu wa nyumbani, mheshimiwa pamoja na wageni wetu, tutasema kama wanadamu tumehuzunika sana, na tumehuzunishwa na kifo cha huyu kijana mdogo. Vile mlivyoambiwa, mimi ni kakake babake, na huyo mtoto ni mtoto wa ndugu yangu. Mama yangu ndiye huyu, na huyu ambaye ameketi hapa juu babangu ako na mama wawili. Halafu kakangu Meshak ndiye mkubwa, na katika nyumba ya mama yangu tuko wawili. Halafu kuna ndugu zangu wengine katika nyumba ya mama yangu mdogo. Ni hivyo vile ndugu yangu alivyotangulia kwa kusema ya kwamba alichukuliwa tu mchana hivi. Kwa hivyo alipochukuliwa tulijua ameingia kwenye mikono mizuri, kwa sababu ni serikali ilimchukua. Tulitarajia kumfuata na kusikiza yale ambayo yangetokea mwishowe. Lakini masikitiko yetu sisi kama familia mzima, vile unavyotuona mheshimiwa, ujumbe ulitukujia ya kwamba kijana wetu amekwisha fariki. Lakini alitoka hapa nyumbani akiwa mzima. Sasa ni hayo tu, hatuwezi kuongea mambo mengi kuhusu hayo, ila tumemwachia Mwenyezi Mungu. Hata kama wamekufuata na wamefurahishwa sana walipopata habari ya kwamba umefika, si wote wako hapa. Kuna wale ambao wako kazini, kuna wale ambao wameenda shughuli zingine, lakini natumai ya kwamba wale ambao walikuwa karibu walisikia ya kwamba unakuja, basi wakafanya nini? Wakatafuta sana. Na bila kukosea, hawa wazee akina mama ambao unawaona kwenye nyuso zao wa hapa eneo la Nyawango, kinachowafanya wakimbie sana wakisikia ya kwamba wageni wameingia hapa ni kutaka kusikia ya kwamba mtoto wao amefariki. Ndio wamethibitisha, lakini ni nini imemuua? Sasa kwenye media tulisikia postmortem ilifanywa, tukaambiwa ni mtu aligongwa, kulikuwa na external force, akawa compressed shingo, vitu kama hivyo. Ikatuonyesha kwamba kuna mkono wa mtu uliosababisha
kifo cha kijana mdogo. Sasa ndio maana nikasema yote tunamwachia Mwenyezi Mungu. Tunajua serikali iko mbioni, inaendelea na shughuli zake za kufanya utafiti na kutupatia mwelekeo ama haki kulingana na kifo cha mtoto wetu, na hilo ndilo jambo kuu ambalo linatufanya tukisikia tu kuna mgeni ametutembelea tuna fikra kama hii. La sivyo hatuna mengi ya kusema. Tuko na furaha kwenye majonzi, lakini kwa yote tunamwomba Mwenyezi Mungu ili aendelee kutufariji, atutie nguvu ili tustahimili haya ambayo tunayapitia, ambayo na pia yametukumba. Otherwise we welcome you so much Mheshimiwa. Tumesikia ujumbe wako ya kwamba ulikuwa unakuja, so tukafurahi sana na tunakwambia jisikie huru juu hapa ni nyumbani. Otherwise be blessed. Sina mengi. Thank you, Brother Ken. Ne anyuola mar Kakoth. Mose wito nyathigi e yo makoch ma ok ber. Okweuru. Wachopo ka kaka osiepe daktari mondo wakel kuyo wang' achiel. Chutho tho mar Albert en tho ma piny okwede okang' te. Onge ng'ama nyalo riwore kode. Wang'eyo ni tho to singi. Kendo ondiki ni kaka ji tho to pogore. To onge kama polo oyie ni mako ng'ato ka gweno mida chin jini welo tichinjo kamano. Mano wakwedo kabisa, be emomiyo daktari bobiro mondo kukodu. Allow me to express this in an official language so that it can be captured. As friends of Daktari Dave Onunda, we are here to condole with the family and condemn in the strongest words so far the way our brother and our son Albert got his death. Our constitution allows us that there's freedom of expression, and when he expressed his opinion, that does not warrant his death. And we are calling upon the government and its machineries to speed up the investigation and give us justice that we deserve as a family. In the Bible, in the book of 2 Chronicles 20 verse 11, God gave the Israelites an opportunity to go and stay in the land of Canaan. And God gave them the directives to go and inherit that land. When they went, those who were there, instead of receiving them with harmony, decided to harm them and deny them their opportunities. This is what has been done to Albert. The government is here to give us protection, but not to take away our life. So we want to know in the quickest way so far what caused and who killed Albert. We are really touched, and we are demanding to know the truth as a community. We aren't requesting that because the Constitution allows us to express ourselves. Above all, what Albert wrote in the X account has not been revealed. Let them reveal that so that we can know what he wrote that caused his death. We want to know that as a family. Otherwise, I lack words to express that. Daktari, kindly come and express your condolence. And as a leader, kindly push this so that we can get justice.